Leo tutakuwa na maombi ya kutambua mashauri ya watu wabaya juu yako. Kwa nini tutambue mashauri ya watu wabaya juu yetu? Au mawakala wa shetani wanaopanga mambo mabaya juu yetu. Nilipokuwa namwangalia mtu mmoja anaitwa Yusufu, ndugu zake walimwonea wivu kwa sababu ya kukubaliwa na Mungu, kibali alicho nacho, kipawa alichokuwa nacho, na uwezo wa akili alizokuwa nazo. Kwa hiyo wakampatia mashauri, wakajadiliana ili wamuue, lakini Mungu aliyatambua mashauri yao.
Nimeona kwenye tukio hili lililotokea, watu mjini walikuwa wanajadiliana, tuone sasa itakuwaje, ataelimika. Wananzengo walipanga kabisa kwamba tutahakikisha tunamfundisha. Shauri lao lilibatilika, lilikaguliwa. Na wewe vile hivyo, hata kama kuna watu wanajadiliana juu ya mambo yao yanayokuhusu ili wakuharibie au wakudhuru, yatabatilika, yatatanguliwa. Nimejifunza kumbe Mungu anaweza kufanya mambo ambayo sisi hatukuyatarajia, na bado yeye akatangulia kuzuia kila kusudi baya dhidi yako. Sisi kazi yetu ni kunyamaza. Tunapoomba na tunapoona wabaya wanaketi pamoja na kujadiliana juu yetu au dhidi yetu, sisi kazi yetu ni kunyamaza na kumwangalia yeye aliyeziumba mbingu na nchi, ambaye yeye hasinzii wala halali. Kwa nimeona tumezungumza juu ya imani na tumesema mwezi huu tutembee kwa imani. Kumbe imani inaweza ikanyamaza, lakini ikatenda mambo makubwa hata kabla hujaomba. Biblia inasema Mungu hufanya kazi pamoja na wale wapendao. Na tena kwenye kitabu cha Waefeso sura ya 3 mstari wa 20 anasema hivi: na atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, awezaye kufanya mambo makubwa mno kuliko tuombavyo, kuliko tuwazavyo, kwa kadiri ya nguvu itendayo kazi ndani yetu. Kwa sababu kusudi la Mungu au shauri la Mungu ndilo litakalosimama. Mashauri ya watu wabaya, mashauri ya wachawi, mashauri ya waganga, mashauri ya mawakala wa shetani hayatasimama, yatatanguliwa. Imenipa nguvu sana kuendelea kumtumikia Mungu baada ya kuangalia yale yaliyoko mbele yangu yanayoweza kunivunja moyo, lakini nikasema kwa kuwa Mungu amesema niko pamoja na wewe taabuni, nikamwangalia yeye akiingilia kati yote ambayo amekusudia. Tunaona kwenye maandiko haya Yusufu ambaye hakuwa na kosa lolote kama ulivyo wewe, walivyompangia, walipanga kumdhuru, walipanga kumwondoa bila kosa lolote. Na kwa kuwa ndugu zake walipanga shauri la kumuua, kwa sababu tu alikuwa na maono, kwa sababu tu aliwazidi nyota, kwa sababu tu alikuwa na uwezo kuliko wao, kwa hiyo wakapanga kumdhuru, wakapanga kumuua. Sisi tunapozaliwa katika familia mbalimbali, kuna ndugu zetu ambao hawatupendi kabisa. Tena mmezaliwa na mmenyonya titi moja, lakini wanasema kwa nini yeye? Na ndivyo ilivyokuwa kwa Yusufu. Hata mimi waliniwinda, mpaka leo wengine wananiwinda, lakini shauri la Bwana ndilo litakalosimama. Tunaishi nao katikati yao, lakini sisi sio miongoni mwao. Sisi ni watu tofauti, kwa sababu Mungu alitutenga tangu tulipokuwa tumboni mwa mama zetu. Ndio maana hujadhurika. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu mwingine anaweza akasema na tumuondoe. Wapo wanasema kwa nini tumuondoe? Unaweza ukashangaa ndugu zangu kabisa wanapanga kukuondoa. Leo kwa kuwa neno hili limesikika, hawataweza kukuondoa. Narudia tena, hawataweza kukuondoa. Kwa hivyo watu wabaya kazi yao ni kuchukia mafanikio yako, mipango ulionayo. Pengine umejenga kanyumba kazuri, maskini, au na kagari, lakini wanakuonea wivu. Wengine wanatamani ufe, wachukue gari yako, wachukue nyumba yako, wachukue mpaka na mke wako. Kwenye makabila mengine
yatatanguliwa, yatabatilika, na tutaomba kuyapindua mashauri yao. Tuombe tuyapindue mashauri yao. Hata wewe unaweza ukachukiwa kama mimi nilivyochukiwa, tena bila kosa, na watu unaowajua au usiowajua wakapanga kukuondosha, wakapanga kukuharibia vitu vyako, wakapanga kukudhuru au wakapanga madhara dhidi yako. Unahitaji kumwita Bwana Yesu ili apate kuingilia kati na kuyatangua mashauri hayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu mwezi huu ni mwezi wa kuenenda kwa imani, na zimebakia siku chache kumaliza mwezi huu. Kwa hiyo tutaomba ili tupindue kile kilichokusudiwa. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 5. Zaburi sura ya 2 mstari wa 2 mpaka wa 5. Sikiliza. Wafalme wa dunia wanajipanga na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Unaona? Juu ya Bwana na juu ya masihi wake. Kwa hiyo watapanga kuzuia Mungu asikulinde. Watapanga ili wewe udhurike masihi wa Bwana. Na nafsi yako imefadhaika sana. Na wewe Bwana, hata lini? Bwana, urudi uniokoe. Na wakuu wanafanya shauri pamoja juu ya Bwana na jinsi na juu ya masihi wake, na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Naona Mungu azitupie mbali kamba zao. Wanatengeneza kitu cha kutunyongea, kitanzi cha kufanyaje? Kukunyongea. Ujala kitu chao, ujawadhuru, ujawanyang'anya chochote, ujawadhuru, lakini wanapanga kuondosha. Na tulipasue vifungo vyao na kuzitupia mbali nasi kamba zao. Yeye aketie mbinguni atacheka. Bwana anawafanyia rehema. Ndipo atakaposema nao kwa hasira yake na kuwafadhaisha kwa ghadhabu yake. Unaona hayo maneno? Kuna kamba zao, kuna vifungo vyao. Kamba ni kitu ambacho wanaweza kukitumia kukufungia miguu au mikono, au wakatengeneza kitanzi wakakuning'iniza. Vifungo ni mahali ambapo unaweza ukawekwa gerezani wakakuzuia. Kila mahali wakaweka makomeo, ukakaa kifungoni, ndio panapoitwa gerezani. Unapokaa mahali ambapo hakuna watu, ukakosa uhuru wa kufanya mipango yako na malengo yako, maana vifungo vyao havijapasuliwa. Leo tutavipasua vifungo vyao na kuzitupa mbali kamba zao. Amen. Inawezekana kabisa. Inawezekana kabisa. Watu wakazitoa kamba ili wakunyonge au wakutegee ili wakuangushe. Walioajiriwa wakubwa zao wanaweza wakapanga kukuondoa kazini au wakakufukuza.
kwa sababu ya mashauri yao. Inawezekana kabisa watu wanataka ufilisike. Kuna watu wanaopanga kabisa. Mimi hapa kama kulikuwa na watu wana maombi sijui ya miaka mingapi. Mwezi afe, redio ife na kanisa lisijenge. Nilijengwa ni kujenga. Nilikufa sikufa. Na kazi ya Mungu zinaendelea. Redio zinaendelea. Lakini nataka nikwambie cha moto tulikiona. Tulinunua jenereta karibu 10 zilikuwa zinaungua. Transmitter zilikuwa zinaungua. Yote ni mashauri mabaya ya kukufilisi. Lakini sasa walishanyosha mikono. Hakuna kununua jenereta, hakuna kununua vifaa. Nibaki Kigoma. Na Kigoma tutawachakaza na haitakuja kuungua chochote. Kumbe kila mahali tunapokwenda kwa ajili ya kupeleka habari njema kwa watu, wabaya wanajipanga, wanasema ngoja tutamuonyesha uwezo wetu. Anataka kuangusha ufalme wetu. Bwana Yesu asifiwe. Kuna sehemu zingine ukienda ni lazima uteke anga, ni lazima uteke na wale wafalme wanaotawala katika nchi hiyo. Kama hujawateka vizuri, utachukua muda mrefu kutoboa au kupasua kufika kwenye lengo lako. Kwa hiyo wako maadui wengi sana ambao katika ulimwengu wa roho na mwili ambayo utaka sana mambo mabaya ya kutokea au ya kupata. Ulimwengu wa giza hauoni furaha wanapokuona unaendelea kuishi na familia yako vizuri na mke wako na watoto wako, unaamka asubuhi unaenda kazini na mambo yanaenda vizuri. Hawataki. Wanataka mgombane, wanataka vita, wanataka migogoro, wanataka msielewane, wanataka kesho wamke unaumwa, barabara kwenda dukani, unashinda hospitali. Hautaenda hospitali tena. Kumbe kujipa moyo ni kukataa usiliwe, kukataa wasikuue, kukataa wasikufilisi, kukataa wasikudhuru. Unajua unaweza ukajipa imani kwamba mimi nasali kanisani pale, mimi Yesu ndiye naye. Wewe Yesu sio wa maneno. Pangua, pindua, pangua, katalia. Leo ni kuomba unasema Bwana, hawanini nyama. Mimi nimekuja hapa nilipoanza huduma. Siku ya kwanza tunafanya mkutano pale. Wangapi walikuwa uwanja wa taifa? Sijui kama bado wapo hapo. Sijui wengine hawapo. Lakini wengine wanakuja. Ilinyesha mvua ya ajabu. Yaani matone yalikuwa yanafanana kama mawe. Alafu mvua ilisiti. Ikimpiga mtu jiwe na ni moja tu. Watu wanageuka wanakuwa vichaa. Uwanja wa taifa ukageuka, watu wanakimbia wanajificha. Pale tulipokaa wote wakaja kukaa hapo. Na mkuu wa wilaya wakamweka katikati. Mimi sijawahi kuona kitu kama hicho. Yaani mkutano uliharibika.
tunanielewa na Mungu. Kwa neno la Mungu linatupa uhakika jinsi ya kupindua yale mashauri, kuyabatilisha na kuyatangua yale mashauri. Shauri lolote lililo kinyume na mpango wa Mungu halitafanikiwa tena. Na hasa mwaka huu, unajua nini maana ya spidi na viwango? Watu wengi walikuwa waelewi maana yake. Spidi na viwango maana yake nini? Kuna mambo yatakayotokea kwa ghafla bila kuyatarajia. Yapime imani yako. Imani yako ndicho kiwango kinachoangaliwa. Je, utamwacha Mungu au utaangalia yale yaliyo mbele yako? Unamwangalia nani? Unamwangalia nani? Kwa maana nimeanza kufundisha kuhusiana mazima ya imani. Kisha imani, kwamba imani unaweza kutembea nayo hata kama jambo lolote baya linatokea. Ili imani yako isipindike, ili imani yako isipungue, kaza na hiyo imani ndogo ulionayo, milima yako itaondoka. Biblia inazungumza kwenye kitabu cha Mithali sura 15 mstari wa 26. Mungu wapinga wanaopanga mabaya juu yako. Mungu atawapinga wale wanaopanga mabaya juu yako. Kwa maombi yako leo ambayo unaenda kuomba, hakikisha kitu hicho kibaya hakitimii au kilichokusudiwa hakitendeki. Na wabaya wako wanaokufuatia na waliokusudia mabaya hakitatendeka kwa jina la Yesu. Ile Mithali 15 mstari wa 26 anasema, mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Kila shauri baya ni chukizo kwa nani? Mungu anachukia mashauri mabaya yanayopangwa au yanayojadiliwa kinyume chake. Tunahitaji shauri la Bwana lisimame, litende kazi. Mapenzi ya Mungu yafanyike, yatendeke. Sio mapenzi yao, sio mashauri ya waganga, sio mashauri ya wachawi. Bwana wapige wazimu na Mungu wazimu, watu wa wao wote wanaonionea, wanaokuonea, wanaopanga kinyume chako, kinyume cha watoto wako, kinyume cha familia yako, kinyume cha kundi lako. Siku moja nilikuwa nafundisha usiku pale jioni. Ilikuwa mwanzo
wanasema wanawake wachawi ndio waongeaji sana. Ni kweli sio kweli? Ni kweli sio kweli? Kwa nini? Kwa sababu wao hawanaga spidi kama na mdomoni. Unaweza kaongea chochote bila kujali hasara itakayotokea. Leo uwe na spidi kama na mdomoni, hata kwenye mambo yako, hata ukikasirika ukamwambia usimwambie maneno mabaya ya kumlaani. Weka akiba ya maneno. Ukiroronga tayari huo ni uchawi. Mashauri mabaya ni chukizo kwa Bwana, bali maneno yapendezayo ni safi. Zungumza maneno safi, sio ya kujilaani, sio ya kujiua. Kuna mtu mwingine anasema bora niondoke duniani. Mchawi. Tunahitaji shauri la Bwana litende kazi. Kitabu cha Zaburi 30 mstari wa 10. Ee Bwana, usikie unirehemu. Bwana, uwe msaidizi wangu. Uligeuza matanga yangu kuwa mateso. Ulinivua gunia ukanivika furaha. Ili utukufu wangu ukusifu, wala usinyamaze. Ee Bwana Mungu wangu, nitakushukuru milele. Kuna kuvuliwa gunia, kuna valisho furaha. Watu wabaya wanapanga uadhirike. Uvae magunia uchoke. Uvae ngobovu, matabara, ngozi zilizochanika. Usionekane nadhifu, uwe mchafu. Mashauri ya watu wabaya. Tiao yametimika. Leo mimi sitatolewa kafara kwenye familia yangu, sitatolewa kabisa. Hawatakutoa. Yaani kila mwaka kuna familia zingine, kila mwaka lazima aondoke mtu. Na wanabaki wanaulizana kama yule kaondoka amebaki nani? Ndio wanasema zamu yangu mimi. Kataa. Fanyaje? Familia zingine wanaweza kusurvive, wakaishi wakafanikiwa, kwa sababu kuna mtu aliyebeba kama nguzo. Wakikuangusha wao wanaendelea kuishi. Na wengine watoto wao kabisa, tena atakupenda sana, lakini lazima kutoe. Nielewa na Mungu. Kwa hiyo hayo ni mashauri ya watu wabaya. Haijalishi ni familia yako ni ukoo wako, haijalishi ni watu wa jamii yako, lakini usimame wewe mwambie Bwana Yesu, mimi siondoshwi, siliwi, sitoweshwi, sifilishiwi, siuawi. Wakulao wataliwa wao, na wakulao wakuendao watakuwa mawingu. Kwa nini? Lazima tusimame na Mungu. Dunia tunayoishi sio salama. Sio Biblia inasema wasimamo amani ndipo walivyoishi kufanyaje? Kwa ajili yako. Wanasema nyumbani kwetu walikuwa wana mtindo. Yaani lazima watu waondoke. Hata kama hawana sababu, lakini watoke. Lakini baada ya kuokoka nikaanza kumtumikia Mungu. Nilisema huyo dada yangu
Kwa hiyo inawezekana kama nilivyosema, wewe ni binti unasema hautaolewa, hautaoa, wewe kijana hautafanikiwa kwenye mipango yako, wanatembea wananuia, wanasema. Unajiuliza, mimi nikifanikiwa wanapata hasara gani? Mimi nikioa wanapata hasara gani? Wewe ukiolewa unapata hasara gani? Wewe ukijenga nyumba unapata hasara gani? Basi ukose. Unamsema, unasema tukose. Hicho kikao cha wachawi waliokusudia mabaya na kukufilisi kipepo hawatafanikiwa kwa jina la Yesu. Inua mashauri yao, yakatalie kila wanachokipanga wachawi walioko mtaani kwako au kwenu ulikotoka, waganga na majini yao na mapepo yao, leo kwa jina la Yesu yapindue. Kitabu cha Ayubu sura 5 mstari wa 12. Ayubu sura 5 mstari wa 12 nasema, yeye huyafungua mashauri ya wadanganyifu, mikono yao isipate kuyatimiza makusudi yao. Unaona, anayatambua kusudi ya wadanganyifu na uizuia mikono yao isiyatimize. Kuna makusudi mabaya